Karibu sana kaka Chris. Asante sana. Nurate, hivi ni kwa nini umeamua kuja kukaa kwenye maisha kama haya? Umeacha maisha mazuri, alafu unakuja kukaa mtaani kwenye maisha kama haya? Kweli kabisa dadangu. Yaani kaka, ni bora niishi maisha haya kuliko kuishi maisha ya kifahari yaliyojaa vioja. Siwezi kaka. Vioja? Unamaanisha nini? Tuachane na hayo kaka Twiz. Vipi Amanda na mama yake, wanaendeleaje nyumbani? Umepata wapi hizi taarifa za Amanda na mama yake? Na nimekuwa nikiutafuta ukweli kuhusiana na hawa watu. Naomba nikuulize kitu. Unaweza kuniambia ni kwa nini ule mtoto ananiita baba? Ilijaribu kuwafukuza wale watu pale nyumbani, wakagoma kabisa kuondoka. Kwani wale watu ni akina nani? Upo kwenye usingizi mzito sana kaka Twiz. Na nasikitika kuna vitu vingi sana hauvifahamu. Hivi kaka, unafahamu chanzo cha kifo cha mama? Of course. Si ilikuwa ni mshtuko? Au kuna kingine? Ndio maana nikasema kuna vitu vingi sana uvifahamu kaka. Ndio maana unaona mimi naishi haya maisha ya mtaani. By the way, unachelewa kazini kaka. Na una majukumu mengi sana yanakusubiri. Unaweza ukaenda, mimi nitakutafuta. Hey, binti. Kiko wapi? Bwana ni nani anatamba naye? Amerudi nyumbani mchana kweupe. Aya, ulisema ananitaka, ananipenda. Kiko wapi sasa? Kwa bwana yupi unamzungumzia hapa? Hivi, tukisema mabwana atoke mbele hapa mjini, nani anaweza katoka? Mimi si mtu wa shida. Nitazame kwanza. Ndio maana shida hizo nimekuachia wewe usijielewa. Upo? Leo hiyo. Eti shida umeniachamia ambaye sijielewa. Sema hivi, bwana hakutaki. Uiwezi shughuli mzito binti, ongeza juhudi. Hebu nitazame kwanza nilivyo. Unaweza kanifananisha mimi na wewe? Unaweza kaniona mimi ni mzito? Wewe ndio huna lolote. Ndio maana alikuacha akaja kwangu na nikamshikilia kisawasawa. Upo? Usimuone karudi ukahisi labda nimeishiwa. Nimemwona hana faida yoyote, ndio maana nimekuachia rudi kwako. Upo? Alafu kwa kunitazama mimi ni Madon. Yule sio hadhi yangu. Hadhi yangu sasa hivi ni kutembea na Madon. Kutembea na watu wenye range zao mjini hapa. Upo? Usinichekeshe mimi. Kwa hilo umbo la jiti. Kwa Doni yupi? Na ungekuwa na huyo Doni ungetembea kwa miguu. Hadi miguu imekupauka hovyo. Dada, jiangalie, jiheshimu. Alafu sio kila anayetembea kwa miguu anapaswa kutembea na gari. Maana telo gari wezi kwenda nalo dukani kama lipo jirani. Upo? Basi ungeliquest. Hii ni moja ya mazoezi. Upo? Kwenda huko. Sema tu umechunda binti. Toka huko. Niache bwana vipi? Una haya? Baba, 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 wale wanaume. Mama, mbona unakunja nguo? Kwani kuna safari? Tunarudi nyumbani. Mama amechoka sana.
Yaani tumeshindwa kupata kitu ambacho tumekifuata kwa sasa. Kwa hiyo acha turudi nyumbani kwanza ili tutafute njia nyingine ya kuweza kumrudisha baba. Mama, tusiondoke. Tukiondoka tutakuwa tumempoteza baba kabisa. Kwa nini unasema hivyo Amanda? Lazima nibaki hapa ili nimpambanie babangu. Nakuelewa mtoto wangu. Nakuelewa kabisa. Lakini ni lazima tuondoke hapa. Kuna maisha mengine baada ya hapa. Wewe inabidi usome. Inabidi uende shule. Na mimi pia nifanye vitu vingine. Maana tukisema tuendelee kukaa hapa, vitu vinazidi kuganda. Si unaona hadi sasa hivi hauendi shule, haufanyi kitu chochote. Upo tu, watoto wenzio wanaenda wanasoma, we uko nyumbani. Kwa hiyo acha tuondoke, sawa? Baba akituhitaji tutarudi. Mama, tubaki. Tukitoa mguu tu, baba tushampoteza. Amanda, kwa hiyo wewe hivyo unavijiona hivyo? Unahisi unaweza kumsaidia babako? Au una kitu chochote cha kumsaidia babako wewe? Kama mimi nimeshindwa, yani siku zote tulizokaa tunaondoka kweupe, taulo tu limetushinda, wewe mwenzetu tutafanya nini? Mama, mimi nataka tubaki. Imebaki kidogo tu, baba atamfukuza mama mbaya. Sawa mwanangu, kwa sababu wewe umesema, mimi nitabaki. Nisubirie hiyo siku ambayo baba atamfukuza mama mbaya. Hapo vipi, umefurahi? Baba, baba, baba. Mke wangu, nilikuwa naomba kabla hujaondoka hiyo safari, nilikuwa naomba japo kidogo tu mke wangu. Sikiliza nikwambie, siwezi kushiriki tendo la ndoa na wewe kwa sababu tuna muda mrefu sana tujakutana. Kwa hiyo mpaka upime ndo naweza nikajilizisha. Bila hivyo siwezi kufanya chochote. Mke wangu, kwa hiyo mimi siaminiki, si ndio? Na unavyosema kwamba nikapime, unahisi kwa mimi na ukimwi? Hapana, nafanya haya yote kwa sababu ya usalama wangu na wa mtoto wangu ambaye yuko tumboni. Hivyo basi, nenda kapime ili na mimi niweze kujilizisha. Kwa hiyo kama unataka, uende ukapime, baada ya hapo ndo tutaongea lugha moja. Yaani tangu nifike hapa, sijawahi kupewa thamani kama mwanaume umndani. Hivi kwa nini nifanyia kitu kama hicho mke wangu? Yaani imefika hatua naaminika mchepuko kuliko hata mimi mwenye nyumba mke wangu kweli? Mimi sioni kama kuna tatizo hapo. Lemi, kwani kipimo cha ukimwi ni shilingi ngapi? Au una ukweli? Maana sikuelewi. Wewe kama unataka, nenda kapime urudi na majibu. Hapo sasa ndo tutaelewana. Basi sawa. Nitafanya kama unavyotaka. Sawa, sina chochote, sukume tujikokote, tupite kwenye matope. Mke wangu, nini hiki ambacho unanifanyia? Yaani umeshindwa kuniheshimu? Umeamua kunivua nguo kabisa? Aya, umeona utembee na jirani yangu, si ndio? Alafu mke wangu, sitoshe wewe ni kijana mdogo sana. Tena unatembea na kijana mdogo ambaye umri wake hata uingii kwangu.
Ni kwa nini umeamua kunifanyia hivyo mke wangu? Prince, nilikuamini sana kama jirani yangu, na kamwe sikuwahi kufikiria kama ungeweza kunifanyia hivyo. We ni mtu aina gani Prince? Umeumiza sana moyo wangu. Bana, sikiza nikwambie. Hivi nyama unazokula hapa nyumbani unajua huwa zinatoka wapi? Tena unakula mwenyewe unajilamba tu. Wewe unajua zinapotoka? Sasa sikiza nikwambie kitu. Unamwona huyu mwanaume? Ndio anayeinua kila kitu hapa nyumbani. Kwa unapokuwa unaongea naye unatakiwa uishushe sauti yako. Kwa sababu huyu ndio mwanaume anayetulisha hapa nyumbani. Sijui unanielewa? Mke wangu, hivi unajisikia unachokizungumza? Vipi na ile pesa ambayo unakuja kuchukua kwenye kilinge? Huwa inafanya kazi gani? Mimi naongea na wewe. Huwa inafanya kazi gani? Ina maana ikutoshi? Ama kweli wanawake wanaga asante. Wanakumbuka cha leo, fadhila zote za nyuma wanazifuta. Hili limeniuma sana. Bwana em kwenda zako. Ndugu yangu, huyu Amanda kwa sasa anaonekana na nguvu za ajabu. Tusipoangalia, hatutaweza kufanikisha kabisa misheni yetu kwa haraka. Sasa sijui tunafanyaje ndugu yangu. Tatizo lako dada, una huruma sana, alafu hutaki kunisikiliza. Ili jambo ni la dakika chache tu. Kwanza, unawezaje kuweka huruma na mtu ambaye unajua sio damu yetu? Unatakiwa kutambua kuwa Twizy sio ndugu yetu. Na unavyoendelea kulichelewesha hili jambo, atastukia mpango wetu. Wakati unajua kuwa Twizy hajui kama wewe ni mtoto wa Mr. Mbegu. Dada, naomba hii mission niachie mimi. Nitahakikisha baada ya masaa machache Twizy atakuwa hayuko duniani. Na hizi mali zote zitakuwa chini yetu. Oh, Priya. Naam kaka. Karibu sana dadangu. Asante kaka. Mke wangu. Asa mbona mgeni anakuja na utoe taarifa? Tuachane na hayo. Mdogo wangu, dadangu kipenzi. Karibu sana nyumbani. Lakini next time ukitaka kuja unaniambia na kuandalia hata zawadi. Unakuja kimya kimya kweli? Nawaona wenyewe hapo, sijui ndo mnapiga story. Basi mke wangu, mimi niko ndani. Sawa mume wangu, nakuja. Dada. Niko chumbani. Sawa kaka. Wewe, hajatusikia kweli? Hata mimi mwenyewe sielewi. Afadhali nimekuona. Mguu huu ulikuwa unakuja kwako. Kwangu? Kivipi yani? Unajifanya ujue. Mke wangu amebadilika sana baada ya kuwa na ushoga na wewe. Wewe ndo unamfundisha umalaya. Nini? Kwani mkeo ni mtoto mdogo mpaka ashikiwe akili? Au umeambiwa kwamba mimi nina chuo cha kufundisha umalaya? Unajitoa akili? Mke wangu ana marafiki wangapi hapa mtaani na sijawafuata, nimeamua kukufuata wewe. Sasa ninakupa onyo. Ukiendelea kuwa karibu na mke wangu, nitakubridi mwaka mzima. Nadhani unanijua mimi ni nani. Soboto. Kwa uganga gani ulikopo nao? Uganga wa mchongo huo? Ungekuwa mganga kweli, si ungemtuliza mke wako akakaa ndani? Unanijibu mimi hivyo? Sasa tulia, tutaonyeshana. Karibu sana mke wangu.
Asante. Vipi, umeshindaje? Sio salama sana. Unajua, hapa nyuma uliponiacha nimewaza sana, na nikaona njia pekee ya kuweza kumaliza huu mzozo ni mimi kupata kazi, na sio kupata kazi tu, kazi ya maana, mshahara kuanzia 300,000, 400,000. Na baada ya kuwaza sana, nikaona kwa nini usiongee na shemeji Twizi, kwa sababu ana kazi nzuri, ana maisha mazuri, anaweza akanisaidia katika hili mke wangu. Au unaonaje? Makubwa, wewe uliona wapi mbumbumbu ambaye hajasoma anaweza kufanya kazi ofisini? Mwenyewe umekaa ukawaza, kwa kuwa ndo shemeji tena basi ndo ganda la ndizi kuteleza. Hapana mke wangu, mimi kitu ambacho nakuomba kwamba unipambanie kuhusu kazi. Alafu hata hivyo mimi sipendi kumwona yule mshikaji anafika mara kwa mara hapa ndani. Alafu mimi kama mwanaume inaniumiza. Aya, sawa, mimi nitakaa nitalifikiria. Kama nikiona liko sawa, nitalifikisha. Mimi nitafurahi sana mke wangu, kwa sababu kitu pekee ambacho kinanyima amani kuhusu ule mshikaji. Na kama nikipata kazi, mshahara utakuwa mkubwa. Sidhani kama kutokuwa kuna haja ya kumruhusu ule mshikaji kufika hapa mara vichipsi hivi, matunda vinini. Nitakuwa na fix mwenyewe tu mke wangu. Na kiukweli mimi sijaikataa hiyo mimba. Nimekubali kabisa mke wangu. Na siku zote Waswahili wanasema kwamba kitanda hakizai haramu. Mimi nipo tayari kulea mimba mke wangu. Ongea na shemeji anipate hiyo kazi. Nadhani kila kitu kitakuwa sawa Sawa, nitalifanyia kazi. Sawa, hakuna shida. Karibu sana dada yangu. Asante sana kaka. Bila shaka kukuona hapo na kitu cha msingi ambacho nataka kuongea na kusikiliza dada yangu. Ndiyo kaka. Na anafurahi sana kuona Amanda na mama yake bado wako humu ndani. Hilo linanifurahisha sana. Sawa. Nimefanya kama jinsi ambavyo uliniambia. Bila shaka una sababu ya msingi sana. Kwa hiyo siwezi kukupinga. Kaka, jambo ambalo natakiwa kulifahamu, kwa sasa upo katika wakati mgumu sana. Na naomba usiruhusu na usije ukathubutu kuwaruhusu Amanda na mama yake watoke humu ndani. Na ukijaribu kulifanyia mzaha hili swala, utaondoka kama alivyoondoka mama. Unajua, umekuwa ni mtu ambaye unaongea sana kwa mafumbo. Kwa nini tu usingeniambia kwamba kaka, hawa watu ni hivi na hivi na hivi nikakuelewa? Unatoa information kidogo kidogo sana, unanichanganya. Kakaangu, natamani unielewe. Nisikilize mimi ninavyokuambia, usijaribu kufanya hivyo. Kwa sababu kwako utakuwa katika wakati mgumu sana. Nielewe, mimi ni ndugu yako na kutakia mema bro. Sawa. Ila sasa naomba uniambie, watakaa hapa ndani kwa muda gani? Kwa sababu umeniambia nisiwafukuze. It's okay. Hadi wewe sasa uweze kufunguka iko kitu ambacho umekaa nacho, huhitaji mimi sasa hivi niweze kukifahamu. Kaka, si unaniamini mimi ndugu yako? Na kuamini sana dada yangu. Lakini changamoto, hui muwazi. Ni kweli kaka, naongea kwa mafumbo sana. Lakini kwa sasa fanya kama ninavyokuambia mdogo wako. Na muda sio mrefu utaelewa kila kitu ninachomaanisha. Sawa. Una muda najiuliza hivi magumu yali Baba, 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 Kweli wanaume tumeumbiwa changamoto, vichwa vyetu vinabeba mambo mazito. Maisha ni kama barua haisomi kwa inji,
Maana sometime unaweza kutulaumu usiwa baba. Maisha yetu si akina baba, yana changamoto. Musitusome kwa muonekano, mtajidanganya. Sometime wake zetu